Jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua nyenzo za utekelezaji wa Dira 2050 na kufanya mazungumzo na sekta binafsi. Sasa yapi yalijiri na manufaa gani yatapatikana baada ya sekta binafsi pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukutana? Hayo yote utayafahamu leo ndani ya Morning Trumpet. Sia vyema sana hapo jana kabla tu ya Dr. Samia kukutana na sekta binafsi, viongozi wa sekta binafsi, lakini tulifanya mjadala hapa na kuzungumza mengi tu, ikiwa ni sehemu ya matarajio, nini ambacho kinatarajiwa katika mkutano huo. Lakini pamoja na yale ambayo tumeyagusia, Rais Samia alisisitiza zaidi katika fursa za masoko barani Afrika, akisisitiza kuhusu muunganiko, maadili pamoja na kufanya kazi kwa pamoja. Amesisitiza pia kuhusu swala la uwekezaji, bila kusahau kuongeza thamani ya bidhaa, na kubwa zaidi ni jukumu la 70% ambazo zimebebwa na sekta binafsi, hasa katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Mkutano ambao umefanyika hapo jana Agosti 3 ilikuwa pia ni sehemu ya uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira hiyo mpya kabisa ya maendeleo ya taifa hili kuelekea mwaka 2050, na amesisitiza kuwa ili nchi iweze kufika katika uchumi shindani na uchumi ambao ni jumuishi, sekta binafsi lazima iongeze uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa bidhaa ambazo zina ubora wa kimataifa. Tunaendelea tulipoishia jana, na tunaye hapa meneja utafiti, uchambuzi wa sera na utetezi kutoka TPSF, Mercy Philip Ngolo, ambaye hapo jana tulipata kuzungumza naye. Karibu sana Ngolo. Asante sana. Karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana. Lakini kipekee kabisa tunaye mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wanawake wafanyabiashara hapa nchini Tanzania, TWCC, Daktari Mwajuma Hamza. Karibu sana. Nashukuru. Mwajuma. Asante sana. Karibuni sana. Mmeridhishwa kwa kiasi gani kile ambacho kimefanyika jana? Karibu sana. Asante sana. Jana tulifanya kikao kizuri hapa na lengo letu lilikuwa ni kuangazia matarajio ya kikao cha rais pamoja na sekta binafsi. Na tuseme kwamba kwa kikao cha jana tumeona nyenzo 4 zimezinduliwa, kwa maana ya long term perspective plan, the 4th 5-year development plan, national framework of delivery, pamoja na communication strategy ya Dira 2050. Sasa ukiangalia kwamba kwenye dira kama tulivyosema jana, sekta binafsi imewekewa takwa la 70%. Sasa utaona namna gani mnyumbuliko wa hizo nyenzo 4 unaweza kwenda kuisaidia sekta binafsi kuperform. Lakini muhimu zaidi, tumeshuhudia pia likisainiwa tamko la pamoja baina ya sekta binafsi na sekta ya umma juu ya utekelezaji wa Dira 2050. Na tumeona commitment ya serikali pamoja na commitment ya private sector. Lakini kwa sisi private sector, commitment yetu kubwa ilikuwa ni kuendelea kukuza uwekezaji, kukuza ajira zenye staa, lakini kuendelea kuhakikisha kwamba sekta binafsi inasaidia ukuaji wa uchumi nchini. Sasa tukiangalia kwa muktadha wa mkutano wa jana, sisi tunadhani tumeridhishwa sana, kwa sababu kinyume na vile ambavyo tungetarajia, kwanza tumemsikia Mheshimiwa Rais akiwasikiliza wadau kutoka sekta binafsi ambao wametoa changamoto zao na yeye baadaye amezijibu. Na muhimu zaidi, ametaka tuendelee kuwajibika kwa pamoja kama nchi. Kwa hiyo tunadhani kikao kilikuwa kizuri na sasa ni muda wa kwenda kwenye utekelezaji. Tutaenda katika zile ajenda ambazo jana ulizigusia Ngolo, na ulikuwa ukizitarajia. Lakini kwako Dr. Mwajuma, ninyi kama wanawake wafanyabiashara, mmeguswa vipi na mkutano wa jana, na hasa misimamo ambayo Dr. Samia amekuwa akisisitiza? Asante sana. Sisi kama wanawake, kwa kweli mkutano wa jana ulikuwa mkutano mzuri, mkutano ambao unaonyesha mwelekeo chanya, na hasa kwenye kuishirikisha sekta binafsi. Sisi kama sekta binafsi, ili tufikie ile 70% ambayo ipo kwenye dira na tunatakiwa kuchangia, ni muhimu sana kushirikiana na serikali. Kwa hiyo jana ulikuwa ni mkutano mzuri ambao ni mwanzo
wa kuanza sasa kushirikiana katika utekelezaji wa Dira 2050, na pamoja na nyenzo ambazo zimezinduliwa, lakini kama wanawake tumeshiriki na hata kusaini lile tamko la pamoja, na tamko linaelekeza serikali itafanya nini, lakini sekta binafsi tutafanya nini. Kwa hiyo serikali katika ahadi zake ni kwamba itaendelea kuboresha mazingira ya biashara, sera ambazo pia zinatabirika, mazingira ambayo yatawezesha biashara kukua, lakini na sisi sekta binafsi tutaendelea kama ambavyo mwenzangu amezungumza, kuwa wawekezaji, lakini pia kuwekeza kwenye ubunifu na kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira kwa wingi, kwa sababu changamoto kubwa pia kwenye taifa letu ni swala la ajira, lakini pia kuhakikisha uchumi wetu unakuwa unamgusa kila mtu. Dira inaelekeza kabisa kwamba ifikapo 2050 tuwe na uchumi jumuishi, uchumi shindani. Sasa ili tufike huko ni lazima makundi yote yashirikishwe. Kwa hiyo na sisi wanawake tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais, lakini pia tunashukuru serikali kwa kutushirikisha tangu mwanzo wa uandaji wa dira na hata sasa ambapo tumeanza utekelezaji. Lakini pia mkutano wa jana ulikuwa ni mkutano mkubwa na mzuri ambao kwa kweli unaonyesha kwamba sekta binafsi na serikali tuko tayari kuianza safari hii kwa pamoja. Lakini wanawake wafanyabiashara katika hii 70% ambayo sekta binafsi wamepewa, ninyi mko tayari kuweka nguvu ya kiasi gani hapo? Asante sana. Kwanza wanawake wafanyabiashara hata sasa sisi tunamiliki zaidi ya nusu ya biashara ndogo na za kati. Okay. Kwa hiyo hapa Tanzania ukiangalia zaidi ya 60% ya biashara zinamilikiwa na wanawake, pamoja na kwamba ni biashara ndogo na za kati, lakini kwa hiyo mchango wetu ni mkubwa. Tunachangia kwenye ajira, lakini pia tunachangia kwenye pato la taifa. Kwa hiyo bado tunaamini tutaendelea kuchangia, na kwa sababu hizi nyenzo zilizozinduliwa zinaenda kutoa mwelekeo namna gani tunashiriki, namna gani tunakwenda, utekelezaji unaenda kufanyika, lakini pia tathmini ya kila mwaka ya dira ambayo itakuwa inafanyika itatupa picha namna gani tuongeze spidi katika ushiriki wetu. Lakini serikali imeweka mikakati mingi, tuna sera nyingi ambazo zimefanywa maboresho hivi karibuni. Kwa kazi yetu ni kuangalia kama taasisi inayowezesha wanawake kiuchumi ni maeneo yapi ambayo tunatakiwa kuyafanyia kazi zaidi, na tunafahamu kwenye dira sasa hivi tunaenda kuanza kutekeleza mifumo ya kuwezesha nchi yetu kuwa nchi ya uchumi wa kidigitali. Kwa hiyo kwenye eneo hilo pia ni eneo ambalo kama TWCC tunaliangalia kwa ukubwa sana. Tunataka kuhakikisha kuona wanawake, vijana, watu kutoka makundi maalum wanakuwa na ujuzi wa kidigitali. Kwa hiyo kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana na serikali na wadau mbalimbali kwenye elimu ya ujuzi wa kidigitali, lakini pia kuhakikisha kwamba miundombinu katika maeneo hasa ya vijijini, kwa sababu hata hao ambao tunahitaji kuwasaidia zaidi kwenye ujuzi wa kidigitali ni watu ambao kwa maeneo ya vijijini. Wa mijini wana access ya smartphone, lakini pia wanaweza kujifunza na kufanya. Lakini maeneo ya vijijini ambako Watanzania wengi wapo huko, ndio eneo ambalo tunatakiwa tuliweke jicho zaidi, lakini pia kuhakikisha miundombinu ya kule inawasaidia kuweza kupata mtandao na kuweza kutumia vizuri fursa za kidigitali, na hasa katika kuyafikia masoko ya kimataifa, lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na ujumuishi katika maeneo mbalimbali, kwa mfano kwenye eneo la ujumuishaji wa kifedha kidigitali. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo kama chama tunaangalia na tunakwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tulichokifanya zaidi pia ni kualign mpango mkakati wetu wa miaka 5 2026-30 pamoja na mpango wa miaka 5 wa serikali, kuangalia yale maeneo ambayo yameainishwa kule, na sisi kwenye miaka 5 hii tunaanza na nini katika kuhakikisha wanawake hawaachwi nyuma. Hivi Ngolo, kwenye yale maeneo ya makubaliano kwa maana ya MOU, nimeona pale kuunganisha mifumo ya kodi na usajili wa biashara, lakini kulinda uwekezaji wa ndani na kushirikisha sekta binafsi kwenye sheria mpya na mambo mengine. Mnaona maeneo hayo yanatosha kufikisha nchi kwenye ile mipango miaka 25 ijayo? Ni maeneo muhimu. Ukiangalia kwenye mpango wa 4 wa maendeleo kwa maana FIDP 4 wa ile miaka 5, unaona kwamba ile 70% imekuwa translated kwenye uwekezaji. Uwekezaji kutoka sekta binafsi kwa miaka hii 5 ya kwanza inatakiwa ifikie fedha za Tanzania
shilingi trilioni 334, kwa maana ya uwekezaji wa ujumla ni zaidi ya 430. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba fedha hizi za uwekezaji zinaweza zikatoka kwenye sekta binafsi ya ndani, lakini pia zinaweza zikatoka kwenye sekta binafsi ya nje kwa maana ya foreign direct investment, ili tupige hatua kwa haraka. Sasa ili tuende hapo, ni lazima ile commitment ambayo serikali wameiweka ifanyike, kwamba sekta binafsi pamoja na serikali tunashirikiana vipi kwenye uandaaji wa sera, uandaaji wa sheria, lakini utekelezaji wa sheria. Na muhimu sana, tulisema jana na jambo ambalo tuligusia ni kutabirika kwa sera, na mojawapo tulifikiri ni muhimu kuwa na ile sera ya kodi ambayo itaguide namna gani tutatengeneza sera, kwa sababu wawekezaji wangetamani sera ambazo zinatabirika. Na sisi kama shirikisho la sekta binafsi, hiyo ndio roli yetu kubwa mojawapo, kuhakikisha kwamba tuna anchor ile national policy. Tunazungumza na serikali na kuona namna gani, mazingira gani wezeshi ambayo yanaweza kawa makubwa na kusaidia kuattract hizo fedha ziingie kwenye nchi yetu, lakini pia uwekezaji uendelee kukua. Sasa hilo ni moja, lakini la pili, eneo ambalo Mheshimiwa Rais aliligusia jana ni kwenye kuuza kwenda nje ya nchi. Sasa ukiangalia takwimu zile za benki kuu za mwaka wa fedha unaoishia Aprili 2026, utaona tumeuza bidhaa na huduma kwenda nje ya nchi ambazo zinafikia dola za Marekani bilioni 18.8, ni kama trilioni 50 hivi fedha za Tanzania. Ongezeko hili ni kama ongezeko la 13% ukilinganisha na ile ongezeko la mwaka jana mwezi kama huo. Sasa hii haitoshi, kwa sababu utaona bado tunaagiza sana kuliko tunavyouza kwenda nje ya nchi, na ili tupige hatua ni lazima sasa sera zetu pia ambazo tunazitengeneza zisiangalie tu hapa ndani, ziangalie pia ni kwa namna gani tunaweza tukasukuma bidhaa kwenda nje, na sisi tunadhani tunaiona nia ya serikali kwenye kuhakikisha hilo, na tunadhani tutapiga hatua. Kusukuma bidhaa kwenda nje ni pamoja na ubora. Bila shaka na nataka nitoe taarifa. Hivi majuzi tulikuwa na mkutano na TBS na sasa tumeona makampuni 13 ya Kitanzania ambayo yamepata nembo ya ubora ya Afrika ARSO certification, lakini tumeona TBS wanafanya kazi nzuri. Maana yake ni nini? Ili bidhaa zetu ziweze kushindana, kwanza lazima zitengenezwe vizuri na lazima ziwe na ubora, na lazima wadau wengi washiriki kwenye huo mnyororo. Mojawapo la kundi maalum ambalo kundi muhimu linaloshiriki kwenye cross border trade ni kundi la wafanyabiashara wanawake. Utaona mipakani, utaona Sirali, utaona Tunduma, utaona Namanga. Hii inaonyesha kwamba ili tuende tuuze sana, lazima tuende kwa pamoja, na kama nchi lazima tuwe na sera sasa ambazo zinajumuisha, kama nguzo ya kwanza ya dira inavyotaka, tuwe na uchumi ambao ni imara, shindani, lakini jumuishi. Jana uligusia hapa kuhusu sera za kikodi. Naam. Hilo limeguswa kwa kiwango gani hapo jana? Tumeona commitment kwenye tamko la serikali la kuendelea kuweka sera ambazo zitasaidia ukuaji wa uchumi. Sasa kwa sababu tamko linakuwa ni tamko la jumla, lakini tumeona mikakati mbalimbali ya serikali. Kwa mfano hivi majuzi kulikuwa na ile tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya kodi, ambapo tuliona mapendekezo zaidi ya 284 yalitolewa na tume hiyo kama recommendation kwenda kwa Mheshimiwa Rais. Kwa sisi tunadhani kwamba nia na commitment hiyo iliguswa kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais kama raia namba moja alikuwa tayari kuendelea kuzungumza, na tunajua kwamba ili ubadilishe mambo ya kodi unaweza ukabadilisha kwenye msimu wa bajeti wa kila mwaka ambao sisi kama TPSF na wadau wengine tunashirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba kama kuna sheria yoyote ambayo tunadhani sio sera nzuri, inafanyiwa kazi, inapelekwa bungeni na inafanyiwa maboresho, na tumeona hivyo. Kwa mfano mwaka huu wa fedha tumeona kulikuwa na sheria mbalimbali hususan sheria ambayo ilikuwa inataka kampuni mpya zinavyoanza tu kufanya biashara zilipe kodi, lakini mwaka huu serikali yetu imeweza kusikiliza sekta binafsi. Sasa tumeona kumetolewa msamaha wa kulipa kodi ya mapato kwa biashara mpya ambazo ziko kwenye utaratibu wa presumptive tax.
zile ambazo ziko chini ya mtaji wa milioni 200 kulipa kodi kwenye mwaka wa kwanza. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunataka tuendelee kutanua ule wigo wa walipa kodi, watu wengi zaidi waingie kwenye wigo, na ili sasa uchumi huo uendelee kuwa jumuishi, ile sekta ambayo sio rasmi tunavyoendelea kuirasimisha, maana yake pia tunatawanya ule mzigo wa kodi na kila mtu anashiriki kwenye uchumi, na tunadhani hoja za namna hizi ni hoja nzuri ambazo zinasaidia kuendelea kukuza sekta binafsi, sio ile tu sekta binafsi kubwa, lakini sekta binafsi ya chini mpaka ile inayomgusa mwananchi wa chini kabisa ambaye anauza bidhaa zake na kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Sasa Rais pia amegusia kuhusu fursa za masoko barani Afrika, akihitaja Ghana, akihitaja Angola pia. Kwenu kama wafanyabiashara wanawake, kuna wanawake ambao bado wako katika level ya chini ya biashara, wale ambao wana mitaji midogo. Kama chemba, mna namna yoyote ambayo mnafanya kuwakuza hawa, kama kuwa incubate, wakuwe waende katika biashara za kati ili kupata fursa ya kuboresha bidhaa zao na hata kukimbilia hili soko ambalo lipo barani Afrika na mataifa mengine? Asante sana kwa swali zuri. Kwanza, wakati Mheshimiwa Rais alipokuteuliwa kuwa kinara wa soko hili la bara la Afrika, tuliona kuna haja ya kuja na programu ya kuwawezesha wanawake ya kuweza kufikia soko hili. Kwa hiyo tulianzisha programu ambayo inaitwa Twende Sokoni Afrika, programu ambayo inalenga kuwahimiza lakini pia kuwajengea uwezo, kama ambavyo umesema, kwa incubate wanawake na kuhakikisha tunawapa nyenzo na huduma ambazo wanahitaji kuweza kufikia soko hili. Kwa hiyo katika shughuli ambazo tunazifanya katika ku create awareness au kutoa elimu ya hii fursa ili soko nchi nzima, tukachagua vinara 50. Kwa hiyo wale wanawake 50 tunakwenda nao. Kwa hiyo wapo ambao wanauza kwenye masoko ya nchi jirani za East Africa, lakini pia ambao wanauza nchi kama hizo Ghana na kwingine, na hasa bidhaa mbalimbali, kwa hiyo za vyakula, uzalishaji na kadhalika. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba wale 50 bado tunaendelea nao. Kwa hiyo wanapitia program ya muda mrefu, wakati huo wanaendelea kuunganishwa na masoko na wanaendelea kuuza. Kwa hiyo wengine wanao graduate kutoka kwenye mafunzo ambayo tunayafanya, tunaendelea kuongeza kwenye hawa vinara 50. Kwa hiyo kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza angalau mwisho wa siku wanawake 100 ambao watakuwa wa mfano katika kutokea Tanzania kwenye soko hili. Kwa hiyo kama ambavyo tunafahamu, kuuza kwenye masoko haya ni gharama. Kwa hiyo inahitaji mfanyabiashara kwanza awe na uwezo wa kuzalisha kwa wingi, lakini pia awe na bidhaa ziwe na ubora. Kwa hiyo kuelekea utekelezaji wa dira, sasa kazi yetu kubwa ni kuhakikisha ni namna gani tunaweza kutatua changamoto ya uzalishaji, kwa sababu bado capacity yetu ya ndani ya kuzalisha kuendana na masoko bado ni ndogo, lakini pia ni kutokana na changamoto mbalimbali za kwenye mazingira ya biashara, lakini kutokana na kwamba serikali ina commitment kubwa katika kuboresha mazingira ya biashara, na tumeona jana kwenye tamko serikali inaahidi kuendelea kuboresha mazingira ya biashara. Lakini sisi pia ni mashuhuda, kwa sababu hata kwenye mkumbi tu dokumenti ambayo imeainisha changamoto zote ambazo wafanya biashara wanakutana nazo katika ngazi mbalimbali na sekta, mambo mengi yameelezwa ambayo yataenda kufanyiwa kazi kwa miaka 5 ijayo. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutashiriki kwenye utekelezaji na tutaendelea kutatua changamoto hizo ambazo mwisho wa siku wafanyabiashara wetu wanaweza kuyafikia masoko kwa urahisi. Kwa hiyo kwenye eneo la masoko tunafanya sana kazi hiyo, lakini pia tunawaunganisha wafanyabiashara na masoko. Sisi tuko pia kwenye network ya Kiafrika ya wanawake kwenye soko huru la bara la Afrika, lakini tunashiriki pia makongamano yanayoandaliwa na Secretariat ya soko hili, lakini pia tunawezesha kwenye ngazi ya Afrika Mashariki. Kuna maonesho yanafanyika kila mwaka ya wajasiriamali wadogo, informal sector. Mwaka huu nafikiri yanafanyika Rwanda. Kwa hiyo yote hii bado ni kwa ajili ya kuunganisha wafanyabiashara na wadau wa kuweza kununua au kuwa wateja wao katika biashara. Ngolo, safari imeanza. Kwa kumalizia, miaka 25 ijayo safari ndio imeanza sasa, watu wanaendelea kupiga hesabu. Tunafikaje huko? Kipi kingine ambacho unaona kama kisipowekewa mkazo huenda kikawa kikwazo cha kutokufika huko? Ukisikiliza jana viongozi wa sekta binafsi
wamejaribu kuainisha kwamba hatuwezi tukaja na mawazo mapya kwa sasa, kwa sababu ndio tu tuna siku takriban 34 hivi toka tulivyoanza kutekeleza dira ya 2050. Kwa hiyo kwa sababu dira yetu imeandikwa vizuri, kwa sababu dira yetu ilishirikisha wadau na sisi kama TPSF tulikuwa ni sehemu ya steering committee, na kwa sababu dira yetu inaendelea kuwa inashirikisha wadau kwenye hatua mbalimbali ikiwepo hizi za kuzindua nyenzo. Swala la muhimu kwa sasa ni utekelezaji. Na utasikia jana pia hata rais wa TPSF amelisemea hilo, lakini hata rais wa nchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelisemea hilo. Tunakwendaje kwenye kutekeleza pamoja na kuwajibika kwa pamoja, lakini muhimu zaidi ni kwa namna gani sasa tunapima matokeo ya utekelezaji wa dira, kwa sababu dira ya 2025 kuna vitu havikukamilika vile ambavyo vilitakiwa vikamilike. Sasa hatuwezi tena tukaingia kwenye risk ya kuto kukamilisha hii dira mpya tuliyoanza. Kwa hiyo twende sasa kwa haraka, kwa sababu dira ipo, nyenzo zimezinduliwa, tamko lipo, sekta binafsi iliyowekewa 70% ipo, serikali iliyokomiti kuweka mazingira ya biashara ipo, na wadau wote ambao wako kwenye mnyororo wa kushiriki wapo. Sasa tukatekeleze, lakini tupimane. Na tupimane kama ambavyo tumekubaliana kwenye tamko. Kwa mfano tunaweza tukapimana kila baada ya mwaka mmoja, na Mheshimiwa Rais amecommit kwamba kutakuwa na hivi vikao vya mwendelezo ili kuhakikisha kwamba sasa tunapima utekelezaji, nini kimefikiwa, wapi tumekwama na wapi tusonge mbele. Lakini muhimu zaidi, ili tufike kwa haraka, ni lazima ile commitment ya serikali iliyoweka ya kuweka mazingira wezeshi ya biashara isiishie kwa Mheshimiwa Rais. Sasa tunatamani tuone ikishuka kwenda kwa mawaziri wa kisekta, ikishuka kwenda kwa wakuu wa mikoa, kwa sababu na wao wana champion majadiliano kwenye mabaraza ya biashara ya mikoa, ikishuka kwenda kwa wakuu wa wilaya, kwa sababu wana champion majadiliano kwenye mabaraza ya biashara ya wilaya, mpaka ngazi ya chini ya tarafa na ya kata. Hii itasaidia kuwa na mijadala mahususi na maalum ya nchi nzima ili tuweze kusonga mbele. Nashukuru sana. Asante sana, Sasa tumefurahi sana kuwa nanyi asubuhi hii, na uzuri jana pia tulikuwa wote Ngolo, kwa hiyo ni mwendelezo wa kuyazungumza haya. Sawa, ni Messi Filipo Ngolo, meneja utafiti uchambuzi wa sera na utetezi kutoka TPSF tumezungumza hapa, lakini Dr. Mwajuma Hamza, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania TWCC, tumezungumza hapa. Kikubwa ni safari kuelekea dira 2050. Tunakamilisha hivyo.